Sura ya 3. Giza la kiroho katika kanisa la kwanza. Mtume Paulo aeleza kwamba siku ya Kristo haitakuja usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafasi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akajionyesha nafasi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 3, wa 4 na wa 7. Hivi hata siku hizo za mwanzoni mtume aliona uovu ukitambalia kanisa ambao utaingiza upapa ndani. Kidogo kidogo siri ya kuasi iliendesha kazi yake ya udanganyifu. Kawaida za kimizimu ziliingizwa kanisani na kukubaliwa kuwa ni sawa, ingawa zilipingwa kwanza na kuleta mateso kwa njia ya mizimu. Lakini mateso yalipokoma, hali ya kanisa ilibadilika na kuacha kanuni halisi ya Kikristo. Hali hiyo iliongozwa na mapapa na mapadri. Uongofu bandia wa mfalme Konstantini ulileta burudiko kubwa kanisani. Kwa hiyo sasa uharibifu ulizidi mno kanisani. Ukafiri ulishinda kabisa na kutawala kanisani. Kawaida za kikafiri na mafundisho ya ushirikina viliingizwa kanisani na kuhesabiwa kuwa ni mojawapo ya kanuni za Kikristo. Mapatano haya baina ya ukafiri na Ukristo yalitokeza mtu wa dhambi aliyetabiriwa katika Biblia. Dini ya uongo ni hila za Shetani na juhudi yake ni kuketi katika kiti cha enzi apate kuutawala ulimwengu kama apendavyo. Mojawapo ya mafundisho ya kanisa la Kiroma ni kwamba Papa amepewa uwezo mkuu awe juu ya makasisi wote na wachungaji wote ulimwenguni. Zaidi ya hayo, Papa amepewa heshima ya kuitwa Bwana Mungu Papa, na kwamba yeye hakosei hata kidogo. Dai lile lililodaiwa na Shetani huko jangwani wakati wa majaribu ya Yesu lingali linaendelea katika kanisa la Kirumi, na watu wengi humtukuza jinsi hiyo. Lakini wanaomcha Mungu huyapinga majivuno hayo kama Kristo alivyoyapinga ya mwovu Shetani jangwani. Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Luka sura ya 4 mstari wa 8. Kamwe Mungu hakumweka mtu yeyote kuwa kichwa cha kanisa. Ukuwa upapa unapingwa na maandiko matakatifu. Papa hawezi kuwa kichwa cha kanisa la Kristo isipokuwa ajitwalie mamlaka hayo kwa nguvu. Warumi hawalaumu wa Protestanti na kusema kwamba wamejitenga na kanisa la kweli, lakini wao ndio waliojitenga na imani ambayo kwanza ilikabidhiwa kwa watakatifu. Yuda sura ya 3. Shetani alifahamu fika kuwa Mwokozi aliyapinga majaribu yake kwa njia ya maandiko matakatifu. Kila jaribu la Shetani Mwokozi alilipinga kwa ngao ya kweli, akisema imeandikwa, ili kusudi Shetani awashinde watu na kuendeleza utawala wa kipapa. Ni lazima awazuie watu wasifahamu maandiko matakatifu. Ukweli mtakatifu lazima ufichwe, usifahamike. Kwa muda wa miaka mamia, Biblia walikatazwa katakata kuisoma. Mapadri peke yao ndio waliruhusiwa kuisoma na kueleza maana yake ili kufaulisha mpango wao. Kwa njia hiyo, Papa alitukuzwa kabisa ulimwenguni kama kaimu wa Mungu duniani. Jinsi Sabato ilivyobadilishwa. Unabii unaeleza kuwa upapa utafikiri kubadili wakati wa sheria. Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Ili kusudi kuimarisha ibada ya sanamu, heshima ya kuwakumbuka wafu na sura zao iliingizwa katika kanisa la Kristo. Tamko la baraza lao kuu kwamba mifano au picha za watu mashuhuri ziwekwe ili kuwakumbuka lilithibitisha ibada ya sanamu. Kwa njia hiyo, Rumi ikathubutu kufuta amri ya pili katika amri za Mungu ambayo inakataza kuabudu sanamu. Halafu wakagawa amri ya 10 kuwa amri 2 ili kuhesabu amri iwe kamili. Viongozi wa kanisa ambao ni wapotofu wakageuza amri ya 4, wakaondoa Sabato ya siku ya 7, siku ambayo Mungu aliibariki na kuitakasa. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2 na wa 3. Badala yake wakatukuza siku ya jua ambayo ilikuwa ikitukuzwa na wakafiri. Katika karne ya kwanza, siku ya Sabato ilikuwa
ilikuwa ikitukuzwa na Wakristo wote, lakini Shetani alijitahidi kutimiza makusudi yake mapotofu. Ndipo kutukuza Jumapili kulianza. Siku ya jua huadhimisha siku ya ufufuo wa Kristo. Ibada za kidini ziliadhimishwa siku hiyo kama kumbukumbu ya ufufuo wa Kristo, walakini Sabato iliendelea kutukuzwa kama siku takatifu. Shetani aliwaongoza Wayahudi kuitilia Sabato vikwazo vingi mpaka ikawa mzigo, na sasa kwa mpango huu mpya aliogundua na kutukuza siku ya ufufuo, alitupa laumu kwa Wayahudi kwamba Sabato ni ya Kiyahudi, wakati wa Kristo walikuwa wanafurahi siku ya ufufuo. Aliwaeleza watu waone kuwa Sabato ya siku ya saba ni ya huzuni na masikitiko tu, kwa hiyo haifai. Hii ilikuwa chuki kwa Wayahudi. Mfalme Konstantini aliamuru kuwa Jumapili iwe siku ya kupumzika katika dola yake yote. Siku ya jua ilitukuzwa na watu wake ambao ni wapagani, na Wakristo pia wakaitukuza. Makasisi na makanisa wakatilia mkazo wa amri hiyo, maana ndio waliomshauri mfalme atoe amri hiyo. Makasisi kwa kutaka vyeo walidhani kuwa kama watu wote wakafiri na Wakristo pia wakiitukuza siku hiyo ya jua, ukuu wa kanisa utaenea na kuwa na mvuto zaidi. Lakini watu wa Mungu waliendelea kutukuza Sabato ya kweli, ingawa walianza polepole kuitukuza Jumapili kama ilivyoamriwa na mfalme. Mdanganyaji mkuu alikuwa hajamaliza kazi yake bado. Alijihusisha kabisa katika kutumia uwezo wake kwa njia ya naibu wake mwenye kiburi aliyejidai kuwa wakili wa Kristo, Papa. Halmashauri kubwa zilifanyika ambazo ziliidhinisha cheo hicho na kukitangaza ulimwenguni pote. Karibu kila baraza lilifanyika. Sabato ilishambuliwa kidogo na Jumapili ilitukuzwa. Hivyo sikukuu ya kipagani mwishowe ikapewa heshima kama siku ya Mungu, na Sabato ya Mungu ikatajwa kuwa ni siku ya Wayahudi. Kwa hiyo ikapingwa marufuku. Uasi ukafaulu kujitukuza kama Mungu na kuabudiwa. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 4. Amethubutu kubadili amri ya Mungu iliyomtaja Mungu kuwa Mungu wa kweli aliye hai. Katika amri ya 4, Mungu anadhihirisha kwamba ni muumbaji. Siku ya saba ya juma ilitakaswa na kutengwa kuwa siku ya kupumzika kwa mwanadamu, ikimkumbusha kwamba Mungu ndiye muumbaji na siku hiyo ndiyo ya kuabudu. Shetani alijitahidi kumgeuza mwanadamu asiitii sheria ya Mungu. Kwa hiyo shambulio lake lilielekezwa kwa amri ya 4 ambayo inamtaja Mungu kuwa muumbaji. Sasa Waprotestanti husema kwamba ufufuo wa Kristo siku ya Jumapili huifanya siku hiyo iwe Sabato ya Kikristo, lakini hakuna heshima ya namna hiyo iliyotolewa na Yesu au mitume. Utunzaji wa Jumapili ulianzia kwenye siri ya kuasi, Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 7, ambayo ilianza kuonekana hata siku za Paulo. Itatolewa sababu gani ya badiliko kama hilo ambalo halikuidhinishwa na Biblia? Katika karne ya 6, askofu wa Rumi alitajwa kuwa kichwa cha kanisa lote. Ukafiri umeingiza upapa. Joka amempa mnyama uwezo wake na kiti chake na mamlaka kuu. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 2. Sasa imeanza miaka 1260 ya mateso ya mapapa ambayo ilitabiriwa na unabii wa Danieli sura ya 7 mstari wa 25 na Ufunuo sura ya 13 mstari wa 5 mpaka wa 7. Wakristo walilazimika kuchagua moja kati ya mambo mawili: kukana imani yao au kukubaliana na mipango ya ibada ya Rumi, au kuteseka vifungoni na kupoteza maisha yao. Sasa maneno ya Kristo yalitimia yasemayo, mtasalitiwa na wazazi na ndugu na jamaa na marafiki, na baadhi yenu mtauawa, nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Luka sura 21 mstari wa 16 na wa 17. Dunia ikawa uwanja wa vita. Kwa miaka mamia kanisa la Mungu lilikuwa katika msuko mkuu. Watu wakawa wakiishi mafichoni tu. Mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali alipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko kwa muda wa siku 1260. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 6. Kwa muda wa siku 1260 kule kutawala kwa kanisa la Kirumi
kulikuwa mwanzo wa wakati wa giza. Imani kwa Kristo ilihamishwa kuwa kwa Papa wa Rumi. Badala ya kumtegemea Kristo, mwana wa Mungu, kuwa ndiye muondoa dhambi na mwenye uzima wa milele, watu walitazamishwa kwa Papa wa Rumi na kwa maaskofu ambao Papa amewapa mamlaka. Papa alikuwa ndiye mwombezi wao. Kwao alikuwa kama Mungu. Mtu aliyepinga maongezi yake alistahili hukumu. Kwa njia hiyo, mawazo ya watu yaligeuzwa upande kutoka kwa Mungu kuelekea kwa binadamu mwenye dhambi aliyekatili, na kwa mkuu wa giza mwenyewe ambaye hutumia uwezo wake wa kuwapotosha. Wakati maneno matakatifu ya Biblia yanapoachwa, mtu hujivuna na kujikuza na kutumbukia katika upotofu. Siku za hatari kwa kanisa. Watu waaminifu walioshikilia ukweli walikuwa wachache. Wakati fulani ilionekana kana kwamba ubaya utatawala na kufunika ukweli kabisa, kiasi cha kutoweka nchini. Walifundishwa kutegemea matendo yao mema ili kuwatakasa na kuwaondolea dhambi. Waliambiwa mambo mengi sana yawezayo kuwapatanisha na Mungu na kuwapa haki ya kuwa watakatifu mbele za Mungu. Baadhi ya mambo hayo ni kwenda safari ndefu za kuhiji, kulipa kitubio, kuabudu watakatifu, kujenga makanisa, mahali patakatifu, madhabahu, kutoa mali nyingi kanisani. Mambo hayo yangewaletea upendeleo mbele za Mungu. Panapo mwisho wa karne ya 8, wafuasi wa kanisa la Rumi, Roman Catholic, walidai kwamba kwenye karne za mwisho wa kanisa, askofu wa Rumi alikuwa na uwezo katika mambo ya kiroho ambao huonekana siku hizi. Maandiko ya kwanza yalikosewa na watawa. Maamuzi ya mabaraza ambayo yalikuwa hayajasikiwa yaligunduliwa, nayo yanamwezesha Papa kuwa na madaraka makuu ulimwenguni pote. Maamuzi hayo ni ya mwanzoni kabisa. Waaminifu wachache ambao wanasimama katika msingi wa kweli walitatanika. Wakorintho 1:3 mstari wa 10 na wa 11, wakiwa wamechoshwa na mapambano ya daima juu ya ukweli na uongo na mateso yasiyokoma na matatizo ya kila aina ambayo shetani amewaletea. Baadhi yao walikata tamaa kwa ajili ya kuhofia maisha yao na mali zao. Waliacha unyofu wao wakaondoka katika msingi wa kweli. Wengine walikuwa majasiri katika kupigana na adui zao. Ibada ya sanamu ilienea pote. Mishumaa iliwashwa mbele ya sanamu na watu walizifanyia ibada na maombi. Matendo ya kipumbavu yalienea kuhusu dini. Watu wakajifanyia mambo tu bila kufikiri. Wakati huo huo, maaskofu na makasisi walikuwa wamepotea katika anasa na ufedhuli ambavyo wote waliwatazamia katika kuwaongoza. Hivyo watu wakafungwa katika ujinga na ubaradhuri. Katika karne ya 11, Papa Gregory wa 7 alidai kuwa kanisa kamwe halijakosa hata kidogo, wala halitakosa kamwe kama maandiko yasemavyo. Lakini maandiko hayathibitishi madai yao. Hata Papa wa Rumi mwenye majivuno pia adai kuwa anao uwezo wa kuwaondoa wafalme katika utawala. Kithibitisho cha majivuno hayo kilikuwa kitendo kilichotendwa kwa mfalme wa Ujerumani Henry wa 4. Kwa kuwa hakujali Papa, alizuiliwa na kutolewa katika utawala kwa njia ya amri ya Papa kuamuru watoto wake mwenyewe wamwasi. Henry aliona kuwa ni lazima akaungame kwa Papa. Aliondoka Ujerumani, ni yeye na mkewe na mtumishi wake mwaminifu, wakasafiri kuvuka milima ya Alps wakati wa baridi ili akajinyenyekeze mbele ya Papa na kuomba msamaha. Alipofika kwa makao ya Papa Gregory, aliwekwa nje kwenye ukumbi wa baridi. Pale akiwa hana kitu cha kujifunika baridi na akiwa hana viatu, alisubiri ili Papa amruhusu kufika mbele yake. Huko ndani alingoja pale siku 3 huku akiomba na kuungama, ndipo aliporuhusiwa kuingia ndani. Hata hivyo, aliruhusiwa kutawala kwa masharti. Hivyo Papa Gregory alijisifu kuwa anao uwezo wa kuweka na kuondoa kiburi cha wafalme. Kuna tofauti kubwa kiasi gani baina ya mjivunaji huyu na Kristo, yeye anayejieleza
mwenyewe kuwa anasimama mlangoni akingojea kuingia. Kristo alifundisha kwamba yeyote atakayekuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Mathayo sura 20 mstari wa 27. Jinsi mafundisho ya uongo yalivyoingia. Hata kabla ya kuingia upapa kanisani, mafundisho ya uongo kimizimu yalionekana kupokewa kanisani. Watu wengi walikuwa na hali ya mwenendo wa kimizimu, eti wapate kuwavuta wapagani kuingia kanisani. Kwa njia hiyo, makosa mabaya sana yaliingizwa kanisani. Jambo kuu la mafundisho haya ya uongo ni imani kwamba mtu anayo hali ya kutokufa na kwamba mtu akifa roho yake haifi. Fundisho hilo ndio lilikuwa msingi wa kanisa la Rumi, kuimarisha sala ya wafu na kumtumaini Bikira Maria apate kuwaombea. Kutokana na hapo, uzushi ukaibuka kwamba kuna moto wa milele utakaowateketeza waovu bila kuzimika. Njia ikafunguliwa na kuingiza uzushi mwingine kwamba huko ahera kuna mahali pa kutakaswa dhambi, ambayo ni imani ya wamizimu inayotumika kuwatishia watu na kuwashikilia katika hali ya ushirikina. Uzushi wa aina hiyo hudai kuwa huko ahera kuna mahali pa mateso makali, ambayo watu wanaokufa hupitishwa humo kwanza mpaka watakaswe dhambi zao, ndipo huruhusiwa kuingia mbinguni. Kuna jambo lingine ambalo Rumi ulitumia ili kuzidi kuwaogofya wafuasi wake, nalo ni fundisho juu ya kusamehe dhambi, msamaha kamili wa dhambi ulioahidiwa kwa wote ambao wamejiunga na Papa katika vita vyake na adui zake kwa njia ya kulipa fedha kanisani, ambazo ni fedha za msamaha wa dhambi zote za zamani, za sasa na zijazo. Basi walimwaga pesa ili kusamehewa dhambi na kuwaondoa rafiki na jamaa zao waliokufa ambao wamo katika shimo la mateso. Kwa hiyo Rumi ikajaza masanduku na pesa ambayo ziliwawezesha kuishi kifahari, na huku wakijidai kuwa wanamwakilisha yule ambaye hakuwa na mahali hata pa kulaza kichwa chake. Huduma ya meza ya Bwana iliondolewa, badala yake ikawekwa huduma ya kimizimu, yaani misa. Makuhani wa Papa wanajidai kuwa hugeuza mkate na ile divai kuwa mwili na damu ya Kristo halisi. Kwa kufuru nyingi hujidai kwa kiburi kuwa wanao uwezo wa kumuumba Mungu na kugeuza mkate na damu kuwa Mungu ambaye ni muumbaji wa vitu vyote. Wakristo walilazimishwa kuinama na kutenda mambo hayo, kwamba ndiyo ibada ya mbinguni. Katika karne ya 13 lililazimishwa jambo jingine la kutisha la kipapa, ndilo baraza kuu la kuwahukumu wapingaji. Katika mabaraza yao ya siri, Shetani na malaika zake ndio walioongoza waovu hawa. Malaika wa Mungu alisimama katikati bila kuonekana, akiandika mambo yote, historia yao yote na maamuzi yao ambayo ni ya kutisha. Babeli mkuu amelewa kwa damu ya watakatifu. Ufunuo sura ya 17 mstari wa 5 na wa 6. Wafia dini mamilioni wanamlilia Mungu alipize kisasi kwa utawala huu wa mwasi. Utawala dhalimu wa kipapa umetawala dunia. Wafalme na wafalme umwinamia Papa kwa muda wa miaka mamia. Mafundisho ya Roma yamepokewa sana, waongozi wake wameheshimiwa na kukubaliwa. Kanisa la Rumi halijastawi na kufaulu kama sasa, lakini adhuhuri ya upapa ilikuwa usiku wa manane wa ulimwengu. Maandiko matakatifu hayajajulikana. Waongozi wa kipapa walichukia nuru isije ikafichua dhambi zao. Sheria ya Mungu ambayo ni kipimo cha haki ilikuwa imeondolewa. Waliishi kifedhuli bila wasiwasi. Majumba ya kina papa na maaskofu yalijaa zinaa na ufedhuli na ufasiki. Baadhi ya maaskofu walikuwa na hatia ya uasi na uvunjaji wa sheria kiasi cha kutovumiliwa na watawala wa serikali. Kwa karne nyingi, Ulaya haikuwa na maendeleo katika elimu na ustaarabu. Maendeleo ya elimu na ujuzi vimekufa ganzi katika mahali pa Ukristo. Hayo yamekuwa hivyo kwa sababu neno la Mungu lilipigwa marufuku.